ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جعل طاعته سببا لنيل الخيرات وحلول البركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى يوم الممات. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu na mtume wetu Bwana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa tumekutana katika juma jingine kwa ajili ya kukumbushana na kutanabahishana na kuelekezana katika mambo ya kheri. Leo khutba ambayo tumependa kuizungumzia, unwani yake inasema arba'u khisalin tuballighuka al-ghurafa fil janna, mambo manne ambayo yatakupelekea kuweza kuipata ama kulipata jumba la fahari peponi. Mambo manne ambayo yatakupelekea kuweza kulipata jumba la fahari peponi. Ama kwa hakika peponi kuna mengi mazuri na mengi matamu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweza kuyaeleza ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, naye Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akayaeleza katika baadhi ya ahadithi zake. Sahaba mmoja wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anayeitwa Sahlu bin Saad Saadi, sahaba huyu asema siku moja aliweza kushuhudia kikao cha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akizungumzia sifa za peponi. Katika kikao hiki asema Saadu kwamba Mtume alieleza kwa urefu sana sifa za peponi mpaka akamaliza. Alipomaliza akasema fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Mtume sallallahu alayhi wa sallama baada ya kueleza sifa za peponi, kisha baadaye akasema fiha ma la aynun ra'at, peponi kuna mambo ambayo jicho halijapata kuona, kuna mazuri ambayo jicho halijapata kuona. Yale mazuri tunayoyaona hapa ulimwenguni na yakatupendeza tukayasifu kuwa ni mazuri, lakini yatakuwa bado sio mazuri kuingia peponi. Utakuta mazuri zaidi ya yale ambayo wewe uliweza kuyaona na macho yako. Yaliyoko huko bado hayajaonekana na macho. Wala udhunun sami'at, wala sikio halijapata kusikia. Tunasikia mengi mazuri ya kutupendeza na kutufurahisha, lakini yaliyoko peponi hayajapata kusikika. Wala khatara ala qalbi basharin, wala hayajapata kupitia katika akili ama katika moyo wa mwanadamu kwamba labda peponi kuko hivi, kwa sababu katika ulimwengu
kuna mambo ambayo utayaona, kuna mambo utayasikia, lakini kuna mambo ambayo yani utayasikia lakini hutayaona ama hujayaona. Sasa akili yako na fikra zako zikutume tu kwamba labda kile kitu nilichokisikia, zile sifa zake labda chafanana na kitu fulani, ama chafanana na namna hii, ama labda pengine kiko hivi. Sasa yaliyoko peponi hayajapata kuonekana kwa macho, hayajapata kusikika kwa sikio, hayajapata kupita katika akili ya mwanadamu. Kila unavyofikiria kwamba labda peponi kuko hivi, basi ni tofauti. Hii ndio sifa ya pepo aliyosifu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo vile vitu vilivyoko ulimwenguni havitokuwako peponi, kutabakia majina tu. Kama ni embe, utalipata embe peponi, lakini sio embe lile ambalo sisi twaliona hapa ulimwenguni. Kama ni ndizi, utaipata peponi, lakini sio ndizi hii ambayo sisi twaiona na macho yetu. Fiha mala ainun ra'at, yaliyoko peponi hayajapata kuonekana kwa macho. Kwa hivyo ndizi itakayokuwa peponi ni ndizi ambayo wewe hujapata kuiona, na chungwa lililoko peponi hujapata kuliona, utalikuta liko, lakini sio chungwa lile ambalo wewe umeliona kwa macho yako. Na ndio vile vile pia Ali atakayeingia peponi atakuwa sio Ali yule ambaye alikuwa ulimwenguni, na Muhammad atakayeingia peponi sio Muhammad yule aliyekuwa ulimwenguni. Fatma atakayeingia peponi sio Fatma yule ambaye alikuwa ulimwenguni. Ni jina tu liko, lakini katika hali na maumbile itakuwa ni tofauti. Hiyo ndio hali ya peponi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika sifa zake alizosifu pepo, moja ni hadithi ambayo ameipokea alimamu Ahmad na alimamu Tabarani na maimamu wengine. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika hii hadithi ameeleza sifa za peponi. Asema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna fil jannati ghurafan, hakika peponi kuna jumba. Peponi kuna jumba, yura dhahiruha min batiniha. Asema Mtume, jumba hili aliyoko nje anaona aliye ndani, wa batinuha min dhahiriha, na aliye ndani naye anamuona nje, anaona nje ama mtu aliye nje. Kwa hivyo ni jumba ambalo ni la kifahari. Ukiwa nje wamuona aliye ndani, na ukiwa ndani wamuona aliye nje. Sasa jumba hili halijulikani limejengwa kutokamana na nini, ama ukisema ni la vioo, ukisema kwamba labda pengine ni la yakuti ama ni almasi, hiyo itakuwa ni fikra yako. Lakini yaliyoko peponi, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashari. Sema ama dhania vile utakavyodhania jumba hili limetokamana ama limejengwa na nini, lakini itakuwa ni tofauti na jumba lililoko peponi alilolieleza Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoeleza habari hii kwa masahaba kila mmoja akawa ana hamu ya kutaka kujua jumba hili lapatikana kwa njia gani, ili kila mmoja afanye bidii na juhudi aweze kujitahidi awe ataipata ama atalipata jumba kama hilo. Wakamuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam,
liman hiya ya Rasulullah, ya Rasulullah, jumba hilo atalipata nani? Nani atakayepata jumba hilo? Mtume sallallahu alayhi wa sallama akawajibu masahaba akawaambia, liman ataba alkalama, jumba hili atalipata yule atakayekuwa na maneno mazuri, yule atakayekuwa na maongezi mazuri ya kufurahisha na ya kunufaisha. Huyu ndiye wa mwanzo atakayeipata jumba hili. La pili, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, wa at'ama ta'ama, na yule atakayelisha watu chakula, huyu naye atapata jumba kama hili. Watatu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, wa adama siyama, na kwa yule ambaye atadumu na saumu, atakuwa yeye ni mtu wa kufunga saa zote kila wakati, huyu naye atapata jumba kama hili. Na wa mwisho, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, wa salla billaili wan nasu niyam, na yule atakayeswali nyakati za usiku ikiwa watu wamelala, huyu ndiye mtu wa nne. Mtu wa mwanzo mwenye kuzungumza maneno mazuri, mwenye maneno matamu na watu. Wa pili mwenye kulisha watu chakula. Wa tatu mwenye kufunga sana, na wa nne ni yule mwenye kuswali nyakati za usiku wakati watu wamelala. Sasa haya ndiyo mambo manne ambayo mwenye kuyafanya ama mwenye kufanya moja katika haya mambo manne, basi yeye atakuwa ni mwenye kupata milki ya jumba kama hili, jumba ambalo ukiwa ndani wamuona aliye nje na ukiwa nje wamuona aliye ndani, jumba la fahari kabisa ndani ya pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama alivyojumuisha haya mambo manne, akayajumuisha baina khairul kalami, kati ya maneno ama maneno mazuri, wa khairul amali, na matendo mazuri, uwe na maneno mazuri na matendo mazuri. Kisha baina huquqi llahi wa huquqi libadi, baina ya haki ama mtu kutekeleza haki za Mwenyezi Mungu, lakini pia awe atatekeleza na haki za binadamu. Kisha wa baina ma yataallaqu biljawarihi wa ma yataallaqu bilqalbi, na matendo ama amali ambazo zinafungamana na viungo na amali zinazofungamana na moyo. Kisha baina ma yakunu sirra, baina ya mambo ambayo ama mtu kufanya mambo ambayo yatakuwa ni ya siri lakini ya mazuri ya kheri, wama yakunu fil alani, na yale mambo ambayo yatafanya waziwazi, kwa sababu kuna watu ambao ukimwona mbele za watu utasema huyu ni shekhe mkubwa sana, lakini ngoja akiwa peke yake vitendo vyake ama ile siri yake aliyonayo, ndio hapo sasa utajua undani wa mtu kwa ukamilifu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika jumba hili, kama tulivyoeleza alivyosema mwenyewe Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam sifa za peponi. Tukiangalia hii nukta ya mwanzo, liman ataba alkalama, mwenye kuwa na maneno mazuri. Ni yapi maneno mazuri? Ama mtu kuwa na maneno mazuri ni mtu kuwa namna gani? Mtu kuwa na maneno mazuri ni ahakikishe kwamba kila atakalolizungumza ni jambo ambalo litafurahisha watu ama litaleta manufaa kwa watu. Kila utakalolizungumza liwe litaleta manufaa kwa watu, ama jambo lile liwe litakuwa ni lenye
kuleta ama ni jambo ambalo ni maneno ambayo kwamba ni mazuri, yasiwe ni maneno machafu, maneno ya uongo, matusi, kusengenya na mengineyo mengi. La, hakikisha maneno yako utakayoyazungumza hakuna matusi, hakuna uongo, hakuna kusengenya, hakuna kufitinisha, hakuna uchafu wowote katika maneno yako utakayoyazungumza. Iwe ni maneno ambayo ni mazuri, yanamfurahisha mwenye kuyasikia, anaona raha kwa maneno yako uliyozungumza, ama ni maneno ambayo yatawapatia watu manufaa. Kinyume na hapo, basi maneno yako yatakuwa ni habaan manthura, ni maneno yasiokuwa na maana, maneno ambayo hayatokunufaisha, bali ni maneno ambayo yatakuletea madhara. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, waqulu linnasi husna, waqulu linnasi husna, ongeeni na watu maneno mazuri, zungumzeni na watu maneno mazuri. Hivi ndivyo alivyotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakikisha maneno yako wewe ni mazuri, hata kama hayataleta manufaa, lakini ni maneno ambayo ni mazuri, anayoyasikia anapata furaha, anapata kufarijika kwa maneno yako. Hapo utakuwa umezungumza maneno yenye manufaa. Na pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, wa qul liibadi, amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, waambie waja wangu, yaqulu allati hiya ahsan, wazungumze maneno ambayo ni mazuri. Mwenyezi Mungu amwamrisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waambie wazungumze maneno ambayo ni mazuri, maneno ya faida, maneno ya manufaa, maneno ambayo ni matamu, kila mwenye kuyasikia awe atataka kuendelea kuyasikia. Na pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Al-Qur'an Al-Karim atuambia, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Mwenyezi Mungu hapa anawasifu waja wake wema, kwa sababu mara nyingine wewe unakuwa uko na roho safi tu, lakini ukapita mahala kuna mtu akakuzungumzia maneno machafu, maneno ya kuudhi, ama pengine akutukane, na wewe una shughuli zako, wala una shughuli na yeye, lakini kwa sababu tu amekuona, kwa chuki alionayo, awe atakutukana ama atakuzungumzia maneno machafu. Sasa waja wema wanapokutana na watu kama hawa wapotofu na wakawazungumzia upotofu, pengine wakawatukana, wao husema amani, mimi nahitaji amani. Qalu salama. Kwa sababu gani? Anachunga, hataki kuzungumza maneno machafu. Ndio yule shair akasema, asumtu zainun wasukutu salama, kunyamaza ni vizuri, lakini pia kunyamaza kuna amani, kunaleta amani. Ni vizuri, lakini pia ni amani kule kunyamaza. Faidha natakta fala takun mikthara, kama wewe wataka kuzungumza, zungumza, lakini usiwe ni mtu wa maneno mengi yasiyokuwa na faida. Usiwe mtu wa maneno mengi yasiyokuwa na faida, yawe ni maneno ya kuuji, maneno ya matusi. Kama utazungumza, zungumza, lakini waangalie unazungumza nini. Uzungumze maneno ambayo ni mazuri, maneno yenye kufurahisha, maneno yenye manufaa. Usiwe na maneno mengi, lakini maneno hayo yote yakawa ni upuzi mtupu, hayana maana. Faida nadimta ala sukuti kamarra, asema endapo utajuta kwa sababu ya kuzungumza kwako mara moja, pengine umezungumza jambo limeleta madhara, limeleta mgongano, limeleta watu wakakosa kuelewana kwa mara moja, ikatokea namna hiyo kwa sababu ya kuzungumza kwako, kwa sababu ya kunyamaza kwako,
fala tandamanna ala alkalami mirara, lakini fahamu kwamba kule kuzungumza kwako maneno yasiyokuwa na maana, maneno ya upuzi, kutakuletea majuto muda mrefu sana. Pengine unaweza kujuta, kwa nini sikuzungumza, kwa nini sikuzungumza? Lakini majuto haya ya kwa nini hukuzungumza yanaweza kuwa ni mara moja tu, mara mbili, ni kwa uchache tu, lakini majuto yatakayokuja baada ya kuzungumza kwako maneno ya upuzi, maneno yasiokuwa na maana, maneno yasiokuwa na faida, majuto yake yatakuwa ni makubwa na yatakuwa ni mengi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kusisitiza kuzungumza maneno mazuri alimtuma Nabii Musa alayhi salam pamoja na Harun alayhi salam kwenda kwa Nabii Musa ambaye alikuwa kwenda kwa Firaun ambaye alikuwa ni mwovu, ambaye alikuwa amedai pia kuwa yeye ni Mungu, lakini Mwenyezi Mungu alimwambiaje? Faqula lahu qawlan layyina, nenda ama nendeni, lakini mkamwambie maneno mazuri. Pamoja na kwamba yeye alidai kwamba ni Mungu, Mwenyezi Mungu akamwambia wewe nenda kamtukane, kapigane naye, kamfanyia alimwambia nenda kamwambie maneno mazuri. Mtu ambaye amedai kuwa yeye ni Mungu, lakini Mwenyezi Mungu anaamrisha aendewe kwa namna nzuri na akaelezee maneno ambayo ni mazuri. Na Mtume sallallahu alaihi wa sallam atuambia katika hadithi alipokea al-Imam al-Bukhari, hadithi aliyosimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu, asema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut, yeyote anayemwamini Mwenyezi Mungu kwa dhati basi asizungumze ila azungumze maneno mazuri, maneno yenye faida. Kama hawezi kuzungumza maneno mazuri yenye faida, basi anyamaze. Kama hawezi kuzungumza maneno mazuri, basi bora wewe kunyamaza kuliko kuzungumza maneno ambayo yataleta madhara, maneno ambayo pengine yanaweza kuleta maafa makubwa, ambapo lao ungenyamaza yale maafa yasingetokea. Kwa hivyo kama mtu anamwamini Mwenyezi Mungu kwa dhati na anaiamini siku ya mwisho kwamba iko na atakwenda kulipwa, basi azungumze maneno mazuri, maneno matamu, maneno yenye kufurahisha. Kama hana ya kufurahisha, hana mazuri, basi kunyamaza kwake itakuwa ni bora. Mmoja katika masahaba alikuja kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamwambia, ya Rasulullah, akhbirni bi shay'in yujibu li aljanna, ya Rasulullah, nijulishe ama niambie jambo ambalo litakuwa ni sababu ya mimi kuipata pepo. Niambie jambo ambalo litakuwa ndio sababu ya mimi kuipata pepo. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamwambia, alaika bihusni alkalami wa badli salami wa it'ami ta'ami, jilazimishe kuwa na maneno mazuri, maneno matamu, kisha uwe utakuwa ni mtu mwenye kutoa salamu, kuwasalimia watu, na uwe ni mwenye kutoa chakula. Kwa hivyo maneno mazuri ni maneno ambayo ama ni jambo ambalo litampelekea mtu kuweza kuipata pepo kwa mujibu wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Ikiwa tutakuwa na maneno mazuri, maneno matamu, maneno yenye faida, basi itakuwa ni sababu ya sisi kuipata pepo na kulipata jumba hili. Mwingine katika masahaba vile vile alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamwambia, ya Rasulullah, inna fulanata yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha, kuna mtu ya Rasulullah, mwanamke anasifika kwa swala nyingi, anasifika kwa sadaka nyingi, anasifika kwa saumu nyingi, ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisani, isipokuwa mtu huyu ama mwanamke huyu anamuudhi jirani yake kwa ulimi wake. Hana maneno mazuri na jirani yake, lakini anaswali sana, anafunga sana, anatoa sadaka kwa wingi, lakini tu ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisani,
isipokuwa yeye anamuudhi jirani yake kwa ulimi wake, hana maneno matamu, hana maneno mazuri na jirani yake. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema hiya fi nnar, huyo ataingia motoni. Swala anazo, sadaka anazo, saumu anazo, tena za kisawasawa, lakini hiya fi nnar, anaingia motoni. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya maneno machafu alionayo. Hana maneno mazuri, hana maneno matamu, hana maneno ya manufaa, ameingia motoni. Kisha sahaba huyu akamuuliza tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna fulanata yunkar bikillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha, kuna mwingine mwanamke vile vile yeye anasifika kwa swala chache tu, swala tu, na sadaka zake pia ni chache, saumu zake pia ni chache vile vile. Ghaira anna la tuudhi jiranaha, lakini yeye hamuudhi jirani yake, ana maneno mazuri, ana maneno matamu kwa jirani yake. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema hiya fil janna, huyo mwenye sala kidogo, mwenye saumu kidogo, mwenye sadaka kidogo, lakini ana maneno mazuri, ana maneno matamu kwa jirani yake, huyo ataingia peponi. Kwa hivyo maneno mazuri, maneno matamu, maneno yenye manufaa na faida ni sababu ya mtu kuweza kuipata pepo na kuweza kulipata jumba hili la fahari lililoko peponi. Ama jambo la pili ni itaamu taam, ni kulisha chakula, ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulisha chakula. Hili nalo ni moja katika mambo ambayo ni yanamkurubisha mja kwa Mola wake. Ni mambo ambayo ama ni jambo ambalo linamkurubisha mja kwa Mola wake kwa haraka sana na kwa nafasi pana kutoa chakula, na ni dalili ya imani na ni dalili ya ukarimu na ukwasi, kwa sababu si mtu wa kawaida ambaye atakuwa yeye saa zote anaalika watu kwake kuja kula, ama anawapelekea watu kwenda kula, anawapelekea chakula. Si jambo rahisi, si jambo rahisi. Ndio maana wengi wetu hatuliwezi, lakini wako wachache ambao Mwenyezi Mungu awajalia jambo hili wanaliweza. Mwenyezi Mungu anatuambia wayutimuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Wayutimuna taama, na wanatoa kuwapatia watu chakula, ala hubbihi, chakula wanachokipenda. Sio mimi na wewe unatafuta chakula kile ambacho wewe ukipendi ndio wewe watoa. Kwanza ukiangalia mfano kwenye sadaqatul fitri, watu wengi huwa hawatoi kile chakula ambacho ni kizuri. Pishori ziko, lakini tutanunua local ndio anapeana. Sasa anatoa kile ambacho yeye hakipendi, ndicho anachotoa. Ndivyo tunavyotoa wengi, lakini hapana. Mwenyezi Mungu anasema wayutimuna taama ala hubbihi, wanatoa chakula pamoja na kwamba kile chakula wanakipenda, lakini wanakitoa kuwapatia maskini, mayatima na mateka. Hii sura ama aya hii iliteremka kwa sababu ya Sayyidina Ali karamallahu wajha. Alifunga siku moja, kufikia jioni wakati wa iftar, amekaa na Sayyidatuna Fatima wanataka kufuturu, mlango unagonga. Akienda kufungua, mwambia mimi maskini sijapata chakula na siku kadhaa sijakula. Sayyidina Ali akachukua chakula kile kile akampatia maskini, wakanywa maji wakashukuru, na siku ikawa imeenda. Siku ya pili wamefunga, wamekaa wanataka kula, mlango ukagongwa tena. Akienda ambia mimi ni yatima na siku kadhaa sijakula na sijui nitapata wapi chakula. Akachukua chakula kile kile alichokuwa amekiandaa kula yeye na bibi yake, akakipeana.
wakanywa maji, wakashukuru. Siku ya tatu mlango ukagongwa tena, wakiwa wameketi wanataka kula. Akienda kufungua, kwamba mimi ni mateka, nilikuwa nimeshikwa, nimeachiliwa, sasa sijapata kula na siku kadhaa sijakula, sijui nitakula nini. Chakula kile kile akakichukua tena akampatia. Ndio Mwenyezi Mungu akawasifu watu hawa, akasema yutimuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kisha wanasemaje katika kutoa kwao? Wanasema innama nutimukum liwajhillah, sisi tuwapatia nyinyi si kwamba tunataka sifa, tunataka kushukuriwa. Tunawapatia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunataka radhi za Mola wetu. La nuridu minkum jazaan wala shukura, hatutaki kwenu nyinyi malipo wala shukrani. Wewe atoka pawa, tukana utakachotukana, tukana tu, hakuna shida, hatutaki chochote kwako wewe. Tunachotaka tunataka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ndio watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweza kuwasifu. Wewe ufikiria, wewe umefunga chakula ni hicho mtu ajaabishe, kweli utampa? Mimi na wewe ni sisi, hayo yameshapita ya wenzetu. Mimi na wewe chakula ni hicho, hata daku hakuna ndani ya nyumba, ni hicho tu. Wataka kufuturu, mtu anakuja kwamba mimi nasikia njaa, sijakula ni siku 3, kweli utampa? Tuseme ukweli, utampa? Tena si siku ya mwanzo, ya pili mpaka ya 3. Kama utajaliwa, basi Mungu atakuwa amekubariki. Lakini kwa wakati wetu wa sasa, hili ni jambo ambalo ni gumu, lakini wenzetu waliweza. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anatueleza kwamba kutoa chakula ni katika afdalul a'mali, ni katika amali ambazo ni bora. Atueleza katika hadithi, asema ahabul a'mali ila Allah azza wa jalla, amali iliyo bora zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sururun tudkhiluhu ala muslimin, furaha ambayo utaingizwa kwa Muislamu. Muislamu alikuwa na dhiki, wewe ukamfanya awe na furaha. Kule kufurahika, basi utakuwa umefanya kitendo ambacho ni bora zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Au takshifa anhu kurba, au ana mateso fulani, wewe ukaenda ukamuondolea makero yale ama mateso yale, basi pale utakuwa umefanya kitendo ambacho ni bora zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume anasema au tatrida anhu jua, au kamuondolea njaa aliyokuwa nayo. Yeye anasimuliwa kuna njaa, hapati chakula, hana chakula, lakini wewe ukampelekea chakula, hilo itakuwa ni jambo bora zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Au taqdi anhu dainan, au ukamjua fulani ana madeni, anadaiwa, wewe ukaenda ukamlipia madeni yake. Pia hilo ni moja katika amali ambayo ni bora zaidi. Na pia kulisha chakula ni jambo ambalo lina kheri zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi aliyosimulia Suhaib bin Sinan ar-Rumi anasema khiyarukum man at'ama ta'ama, wabora wenu ni wale ambao watakuwa wanalisha watu chakula. Wale wanaolisha watu chakula, hao ndio watakuwa bora kwenu nyinyi. Na pia Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi ambayo alijuliwa na mmoja katika masahaba, akaulizwa, ya Rasulullah, ayyul islami khairin, ni Uislamu gani ambao ni bora zaidi katika Uislamu? Ni Uislamu gani ambao ni bora zaidi, ama ni Muislamu gani ambayo ni bora zaidi katika Uislamu? Akasema tut'imu taama, kulisha chakula. Yule anayelisha chakula anakuwa ni mtu ambaye ni bora zaidi katika Waislamu. Watakra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif, na kutoa salamu, unamsalimia mtu unayemjua na hata usiyemjua. Sisi mara nyingi tusalimiana kwa kujuana. Mtu umjui, basi una haja naye, mtakutana tu, hata salamu hakuna, na wajua kwamba huyu ni Muislamu. Na pengine mwingine anaweza kukusalimia kwani wewe Muislamu, pengine amekusalimia, unasimama unashangaa,
kwani wewe Muislamu? Sasa kama si Muislamu ungekupa salamu? Si uitikie tu salamu. Sasa mara nyingi sisi tunasalimiana kwa kujuana, kama mtu umjui basi hakuna cha salamu, ambapo hili nalo pia ni kosa. Ili kulipata jengo kama hili na kupata kuwa wewe ni bora, ni umsalimie unayemjua na hata usiyemjua. Wajua kwamba ni Muislamu, wewe msalimie, na hata kama si Muislamu wewe mpe salamu ile ambayo si lazima mwambie salamu alaykum, habari gani, pia ni salamu. Kwa hivyo haya ni mambo mawili ambayo yatampelekea mwenye kuyafanya kuweza kulipata hili jumba la fahari, jumba ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha, alo ndani anamuona alo nje na alo nje anamuona ndani. Jambo la mwanzo ni kulisha chakula na kuwa na maneno mazuri. Mengine inshallah mawili yaliyobakia Mwenyezi Mungu kutujalia tutakuja kuyazungumza juma linalokuja. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.